ukipata hela katika kipindi hicho uko unapeleka wapi? Ujinga tu, unalia bagia, maandazi. Kwa kifupi nataka nijaze kuliko Mwamposa. Mungu akishanipa baraka, nishapata hiyo baraka, ndio naanza kazi. Wakijaribu kuniangusha wanipati. Mimi mwenyewe mchawi. Uhali gani? Nikualike tujumuike sote, maana natambua Tanzania ina zaidi ya watu milioni 60. Kila kukicha Watanzania wanaamka asubuhi kutafuta namna gani wanaweza kukunja mkono ukaelekea kinywani. Kuna wale ambao wao wakiamka wanatafuta ajira, lakini kuna wale ambao kila kukicha wanaingia kwenye kazi zao za kibiashara na kazi zingine. Lakini kuna mimi na wewe ambaye kila kukicha tunajaribu kufanya kila linalowezekana kuhakikisha leo ni bora kuliko jana. Na katika hao kuna wale ambao wameamua kufanya maamuzi magumu na kujiuliza swali moja tu: je, ni kwa namna gani ninaweza kubadilisha maisha yangu? Niko na mtu mmoja makini sana, sijui ni mwelezeje, kwa sababu ana sifa nyingi sana, sifa za ujasiri, uadilifu, lakini nidhamu ya hali ya juu sana. Na wengine wanasema pengine ni kutokana na kule alikotoka, namna alivyolelewa na mafunzo aliyoyapata. Lakini leo hii ana historia na anatengeneza stori moja nzuri sana katika jamii ya Watanzania kwa kutengeneza ajira, na pengine anafanya mambo ambayo wengine wanayaona ni kama miujiza. Anaongozwa na nani? Tutazungumza naye na aweze kutusaidia kujua ni nani yuko nyuma yake. Mr. Chris Lukosi. Yeye anasema CEO wa Mazombi. Habari gani bwana? Safi, naitwa Zombi mkuu. Zombi mkuu. Kubwa la Mazombi. Kubwa la Mazombi. Ndio mimi. Bwana vipi lakini? Safi. Habari gani? Njema kabisa. Kwanza una ofisi moja kubwa sana. Asante. Nimefika hapa nikawa najaribu kuangalia ni sehemu za kutokea. Naona ni nyingi kweli. Exit, fire exit, yeah. Usalama umezingatiwa. Usalama umezingatiwa, huduma bora zimezingatiwa, na ubinadamu pia. Ubinadamu. Sasa nisaidie kitu kimoja. Mtu akipita kwenye mitandao ya kijamii anaona KCT, au sio? Lakini hamjui Lukosi ni nani. Mimi naitwa Chris Lukosi. Ndio mkurugenzi mkuu na muasisi wa makampuni ya KC Global Tanzania Limited, KC Global Links na Lukosi Global Traders au Lukosi Investments. Mimi ni kijana wa kawaida kama Watanzania wengine. Wengine wananiita mzee, mimi sio mzee, mimi ni kijana tu, mjasiriamali. Niliamua kujitoa maisha yangu kupambana ili kujikwamua na maskini. Nafanya biashara zangu kupitia mitandaoni na live hapa Bunju. Ilikuwaje ukaingia kwenye ujasiriamali na ulitokea wapi? Ni kwamba tu umetoka darasani ama umetoka nyumbani? Familia ina historia ya ujasiriamali pia? Hapana, familia haina historia ya ujasiriamali, na nikwambie tu ujasiriamali hauhitaji shule. Ujasiriamali ni kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtu yote anaweza kuwa mjasiriamali kama akiamua kujituma, lakini kipaji vile vile ambacho ulipewa na Mwenyezi Mungu kinachangia kwa kiasi kikubwa. Niliamua kuwa mjasiriamali baada ya kuona kile ninakojaribu hakulipi. Kwa hiyo nikaamua kufanya biashara. Niliamua kuachana na ile elimu au nadharia ya kuamini kwamba ukishamaliza shule lazima uajiriwe. Sababu nishaajiriwa, nilikuwa askari polisi nikaacha. Nishaajiriwa nilikuwa truck driver nikaacha. Nishaajiriwa nilikuwa traffic warden Uingereza nikaacha, nikaamua kufanya biashara. Nikataka kujitafuta. Hata Uingereza? Hata Uingereza nimeajiriwa. Nilifanya kazi Uingereza kwa jumla ya miaka 6 kabla sijaamua kufanya biashara. Kama traffic officer? Kwanza nilikuwa traffic warden, yani kama wanaotoa tiketi barabarani. Nilikuwa kazi yangu kwa control parking, kusimamia parking, lakini baadaye nikawa CCTV operator. Baada ya kupata ajali ya pikipiki, wakanitoa barabarani. Niligongwa na pikipiki, nilipata ajali mbaya sana, wakanitoa barabarani, wakaniweka ofisini, nikawa na control zile. Unajua Uingereza kule nchi yote, hasa London ndio jiji kubwa lenye kamera kuliko mji yote duniani.
kuna kamera kila kona. Sasa kuna watu ambao wanalipwa kazi yao kuzimonitor zile kamera zilizoko mitaani, zilizofungwa mitaani. Kila mtaa ulioko London, kila kitongoji na kila kona ina kamera. Ya, na kila kamera ziko kwa mtu mmoja na control kamera 4. Kwa hiyo ni ajira kubwa sana ambayo ipo, ambapo mimi nilikuwa mmoja wapo kati ya watu ambao tuna control cameras. Watu kamera 4, yani unavyo control hapo kwa shift unapewa kamera 4 kuzimonitor. Ndio hiyo kazi ndio nafanya. Mimi kwa nafanya kwa Westminster Council, ndio kwa hapa tuseme kama Oyster Bay. Sawa? Yani sehemu ya wakubwa. Sehemu ambayo ndio kuna ikulu nini, kuna Buckingham Palace, kuna nini. Yes, kwa kamera zile za usalama tu, kwa mimi ni mmoja wa watu tulikuwa na control. Nimefanya kazi ya control kamera kwa miaka 2 ndio nikaacha nikaingia kufanya biashara. Sasa ni kitu gani kilichokusukuma? Mimi toka nikiwa mtoto mdogo, toka nikiwa na miaka 7 nilishaanza biashara. Toka nikiwa miaka 7 nilikuwa nauza mafuta ya taa kule Isanga Mbeya. Nilikuwa nauza mafuta ya taa. Nikimaliza shule jioni nilikuwa nakwenda Shell kununua mafuta kwenye kigalo kile cha lita 20, cha lita 5 sole. Alafu unachuza. Unatembea unauza kwa kupima na koroboi hiyo. Pima unapata hela, kesho shuleni unakuwa tajiri. Unabakiza hela mtaji kidogo. Ukipata hela katika kipindi hicho uko unapeleka wapi? Ujinga tu, unalia bagia, maandazi, pipi. Kuwatesa wenzako kwa sababu kwa mna lolote kufanya. Ilikuwa kuwatesa wenzako tu basi. Zaidi ya kula maandazi na bagia. Ilikuwa mna lolote zaidi. Kuna wakati labda ulimnunulia hata mwalimu mandazi? Hapana. Mwalimu tena. Sasa niuza hela nimetoa wapi? Kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana kuamini mtoto mdogo kama mimi nakuwa na hela nyingi. Mpaka ungekuwa na hela. Lakini tulikuwa kuna kikosi fulani cha vijana wadogo, watoto yani. Sio ujana, tulikuwa watoto. Tulikuwa tunafanya hizo biashara za kuuza mafuta ya taa. Na wakati shule zikifunga vile vile mimi nilikuwa nakwenda Mwanjewa. Sikuwa tu Isanga. Nilikuwa nakwenda Mwanjewa kujumua. Sijui na maana ya kujumua, nikisema neno kujumua. Kujumua yani kununua kwa jumla. Kwa tunaenda kununua miwa, maembe, maparachichi haya, matunda, ndizi. Tunajua kuuza pale nyumbani kwetu. Pale baba yetu alijenga nyumba barabarani, sehemu ambayo ilikuwa tayari ni jiko goli tayari, yani sehemu ya kuuza. Pana movement. Nje palikuwa na stand ya kwenda Kawetele, kwenda Chunya. Kwa hiyo watu walikuwa ni wengi sana. Kwa hiyo population ilikuwa inatusaidia sisi. Kwa shule ikifunga unakwenda kununua vitu Mwanjewa au soko Matola. Unakuja unaweka pale, unauza, unapata riziki. Maisha yanasonga. Sasa kama umeanza ukiwa mdogo hivi biashara, nadhani kuna kitu bado. Yani ni msukumo tu wa kwako ndani kwamba mimi napenda kufanya biashara. Mimi napenda kufanya biashara kwa sababu babangu alikuwa mfanya biashara, mamangu alikuwa nesi. Kabla ya staff, of course akiwa mpumzika naye alikuwa anafanya biashara yake vidogo vidogo. Babangu yeye alikuwa mwajiri wa mtumishi wa serikali. Unaona? Kwa hiyo wote hao biashara sio kwamba walikuwa wanafanya biashara. Kwa hiyo ni mimi mwenyewe tu nilikuwa na ule moyo. Nilikuwa napenda biashara. Nilipofika umri wa miaka 15, wakati hapo sasa niko form 2, nilifungua kiwanda cha useremala Iringa mjini. Nilianza na nyundo, patasi, landa na msumeno. Nikawa nachonga vimeza hivi nauza jioni. Nauzia watu, naanza maisha. Tuvitanda nini? Nimeanza kujipambania toka nikiwa mdogo sana. Kama ni hela nimeanza kushika nikiwa mdogo. I see. Kwa hiyo maana yake sio kama ni vitu ambavyo vimetokea. Sio bahati mbaya. Naturally mimi nifanya biashara. Na kwa sababu nimepitia ugumu wa maisha na nimekuwa na machungu ya kujipata, yani nimekuwa na hasira na ndoto za kuja kuwa tajiri nikiwa mdogo sana. Nilikuwa na hasira kwa sababu nilikuwa kwa mfano nikienda mjini kutembea, mfano pale Iringa mjini. Kuna msemo unaita Uhindini. Unaweza kutembea kuanzia huku kwa Rattan Singu, ndio kwa unaenda kuchukua mbao hapa kwa kina Kidibule. Unashuka unakuja mpaka huku mjini Bakwata, hapa ambapo ndio nimeweka kiwanda changu. Nilikuwa nikitembea mle mtaani nitakuta kuna magari wa India kwa napaki ma Mercedes nini za zamani zile 500 SL, magari ambayo ni machache sana. Nilikuwa nikisimama pale naangalia nilikuwa nikipita kule Wilolesi nikiangalia watu wamejenga nyumba sawa, naangalia sasa maisha nayoishi mimi haya. One day lazima nitakuja kuwa somebody. Lazima hao watu hawana miguu minne au mikono minne, wana miguu miwili kama mimi, mikono miwili kama mimi, macho mawili kama mimi, ni binadamu kama mimi. Wao sio miungu. Kwa kama Mungu aliwapa wao, kwa nini na mimi nisipambane nikawa kama wao? The sky is the limit. Ukuzaliwa maskini isikufanye mtu ukubali kuja kufa maskini.
unaweza ukajipata popote ulipo. Kwa hiyo nilipambana, mimi nimepambana mimi kama mimi. Kwa hiyo manake kufa maskini ni jitihada zako? Unajua na nyota vile vile na Mungu alipokuandikia vile vile. Kwa hiyo siseme kwamba ambao ni maskini kwamba ni wazembe, lakini ninachoamini penye nia pana njia. Ninachoamini mtaji wa maskini ni nguvu zako mwenyewe. Ninachoamini kazi ndio kipimo cha utu. Yes. Huu ni msemo ambao mimi sio nilianzisha huu msemo. Alianzisha msemo ni Mwalimu Nyerere, baba wa taifa. Alisema hiyo miaka mingi. Kazi ni kipimo cha utu. Alipokuwa anasisitiza wakati wa nguvu kazi na nini, kama unakumbuka. Mimi ni mfuasi sana wa philosophy za Nyerere. Za ujamaa na kujitegemea nini. Mimi nilikuwa nafuatilia sana siasa zake. Sasa nilikuwa napenda sana misemo yake. Ilikuwa inanipa nguvu sana. Kama unasikia vile napenda kusema ndugu zanguni. Ndugu zangu ile neno sio nimeleta mimi, ni hayati Hassan Mwinyi vile vile, mzee Mwinyi. Kila anapokuwa anaongea kwa lazima aanze na neno ndugu zanguni. Kama kuonyesha heshima fulani kwa watu wanaoongea nao. Hata kama sio ndugu zako unaita ndugu zanguni, ni kwa nami naita upendo. Kazi ni kipimo cha utu, ni neno ambalo lilikuwa linanipa moyo toka nikiwa mdogo sana kwamba ukifanya kazi ndio utakapoheshimiwa. Ni kweli. Mimi nilipoacha kazi ya polisi nilizauliwa sana, nilikuwa sina utu tena. Nilipoteza watu wote. Dunia nzima ilinisalau. Nilipoteza utu wangu kwa sababu nilionekana I'm nothing. Kwa sababu wakati ule ilikuwa ajira hamna, ndio crisis ya ajira inaanza duniani. Population ya dunia inaongezeka, alafu crisis ya kutokuwa na unemployment crisis ndio inaanza duniani. Kwamba unamaliza shule huna uhakika kama utapata kazi. Zamani tulipomaliza shule enzi zetu sisi nyingi kwa mjazaliwa au kwa mpo, lakini kwa wadogo ulikuwa ukimaliza shule form 4 unaamua mwenyewe niendelee form 6 au niende kufanya kazi. Kazi zilikuwa zipo tu. Sasa mimi nilipoacha polisi wakati ule mwaka 95 ndio sasa crisis, yani matatizo ya ajira duniani yalianza kuonekana. Kwamba unaweza kumaliza chuo kikuu usio na kazi. Kwa hiyo nikaonekana mpumbavu sana, unaacha kazi wakati watu tunahangaika utapata kazi. Wote kila mtu sio kunigeuka. Hamna mtu aliyenielewa kwa kifupi. Hamna mtu aliyenielewa kwa nini nimeacha kazi. Kuna namna yoyote ambayo familia leo hii wanajuta kusema tulikuwa tunamdharau bwana, kumbe alikuwa na mawazo mazuri sana? Yaani wajua, kwa familia kama familia walisahau kwa sababu niliendeleza juhudi zangu na wao walifanya juhudi kunisaidia na yakapita. Lakini kuna baadhi ya close family friends ambao wakanitumia message wakaniambia, Shajabu, tungekulazimisha ubaki kule ungekosha kufa. Na kweli kikosi kizima cha traffic ambao nilikuwa nao kule wamekufa wote. Mimi ndo mtu pekee ambaye niko hai, survivor wa kile kikosi cha traffic ambacho tulikuwa pamoja, ambao ndio kwa kikundi chetu. Na ni kwa nini unadhani? Sijui, ni Mungu tu amenipusha na mambo mengi. Ni Mungu tu. Niseme tu kama Mungu alikuandia kitu fulani, hata iweje, kuna namna ambayo atakupitisha utakuja kufika ambako Mungu alitaka. Mungu akipanga kitu, kwa mfano tu nikwambie, unaona rais wetu Mama Samia, ni Mungu alipanga aje awe rais. Kwa hiyo hata binadamu ufanye nini, yule aliandikiwa na Mungu. Huwezi kuwa rais kwa bahati mbaya. Sijui umeelewa? Hakuna, ni Mungu alishaandika. Hata ufanye vipi, ni Mungu aliandika Tanzania mwaka fulani Samia Hassan Suluhu atakuwa rais wa Tanzania. Imeandikwa. Ndio maana na urais hauji kwa bahati mbaya. Ndio maana hata iweje, hata upige karata vipi, si umeelewa, iko pale pale. Kama aliandikiwa kwamba atakuja kutokana na kifo cha Magufuli, Shajabu hata kama hata kwa namna yote hivi ilishaandikwa kwamba atakuja kwa rais. Imefikia wakati atakuja kwa rais, na imefikia wakati utapata rais mwanamke. Hebu tupeleke kidogo. Baada ya kutoka jeshini, ulifikaje Uingereza? Mimi kabla kutoka jeshini nimepita njia nyingi. Nimekwenda Botswana, nimekwenda kule kama truck drivers. Nimeendesha magari, yameshinda kule, mambo yakawa magumu. Nikarudi hapa nipige kazi biashara kidogo, nimsaidia kakaangu. Baadaye nikapata nafasi dadangu naye mfuata yuko kule kwa mtatangulia. Yes. Akanitafutia chuo. Basi nikaenda kule kwenda kusomea. Kwa kifupi, kwa darasani niko vizuri sana. Kwa hiyo nilikwenda pale kusomea computer science original.
Nilikuwa kama mwanafunzi, niko vizuri kwa shuleni, lakini sio issue sana. Ni vitu vidogo sana kwangu. Ndio maana watu wanauza sana laptop na nini, kwa sababu ni vitu ninavyovifahamu. Ni vitu ambavyo viko damuni. Kuna jambo moja. Ukiangalia sasa hivi kuna wimbi kubwa, kwa naangalia ofisi ya waziri mkuu, vijana wametangaza nafasi 1150 za madereva kwenda Qatar. Tunaona sio mara kwanza. Kipindi kilichopita tena walitoa 800, 500. Watu kadhaa wamekuwa wakienda nje. Kazi ambayo imekuwa ikifanyika sana ni ya udereva wa malori sana na mabasi. Lakini wengi wanakuwa wanasita kwenda nje. Kama hujatoka kwenda nje utaogopa sana, na mengi yanasema, lakini unajua sio wote wanaoenda nje wako kama hivyo. Nadhani mimi niwe mfano wa vijana ambao walitoa kwenda nje na kuamua kupambana na nikafanikiwa. Na kama diaspora wote tungepambana, sisemi kama wapambani, lakini tungepambana, tukajikita kwenye kupambana, fursa ziko nyingi sana nje. Tukubali kwamba kwa sasa ajira nchini hakuna. Kama kuna fursa nje tuzitumie. Wenzetu wa Kenya, serikali yao inafanya nguvu. Ukienda nje, nenda Dubai, nenda huko Qatar, nenda Oman, wamejaa sana wa Kenya kwenye sekta ya utalii na mahoteli. Unajua kwa sababu ni nini? Na wa Kenya sio wa Kenya tu, na wa Filipino. Serikali inawapeleka recruit direct, wana recruit kupeleka kule. Kuna changamoto moja ya lugha. Lakini sasa lugha, kwani Warabuni wanaongea Kiingereza? Kuna shida ya lugha, lakini ya pili nakumbuka waziri wa mambo ya nje Balozi Komba baada tu ya kupeleka Watanzania Oman, ilikuwa ni Oman au ilikuwa Kataba pia, kipindi kile cha kombe la dunia kama sikosei, akasema assessment huwa zinafanyika kwa ajili ya Watanzania walioomba au waliokizi vigezo kwenye usaili wa mwanzo Tanzania. Wakifika kule wanafanyiwa vipimo pamoja na usaili tena, lakini wakifika kule wanachemka sana. Ni confidence. Vijana wengi wa Kitanzania hawajiamini, na kinachotakiwa ni kujiamini. Kuhusu lugha, kwa sababu sisi hatutumii sana Kiingereza labda kuongea mitaani kama wenzetu. Hata mimi nilipofika Uingereza kwa mara ya kwanza, ndani ya miezi 6 ya kwanza niliomba kazi polisi, kwa sababu nilikuwa napenda sana kazi ya polisi. Nilipasi interview ya kwanza, interview ya pili, interview ya tatu. Nilipima vipimo vyote, mwako na kupima vipimo vingi sana, afya yako na kila kitu nilipasi. Interview ya tatu ambayo ilikuwa ni oral interview, kwamba wanakuhoji man to man, kuangalia skills zako na uwezo wako wa kuweza kuongea Kiingereza. Kama mfano wewe ni polisi, ndio kumkamata Muingereza mzawa, unamkamata vipi? Nilifeli kwa sababu kwanza anapoongea nilikuwa nashindwa kuelewa amesema nini, kwa sababu sijazoea. Hicho ndicho kilinifarisha mimi, na Kiingereza wangu ilikuwa sio competent kama wenzangu, kwa sababu wanaitumia lugha. Sisi huko hatutumii lugha, sisi tumezoea lugha yetu kama tunavyoongea sasa hizi. Kwa hiyo sijui mimi ningewasii ya kawaida. Kwa hiyo labda niwasii vijana wajitahidi sana, japo utasema kusema Kiingereza ni utumwa, lakini dunia ilivyo ni kwamba Kiingereza ndio access, ndio lugha inayokupa kufungulia mlango kwenda kwenye dunia. Sehemu yote duniani, hiyo unakwenda nchi yote ambayo hata kama hujui Kiingereza, lakini kama wewe unajua Kiingereza, kuna priority fulani unayopata. Kitu ambacho nadhani Watanzania wengi watakubaliana na mimi, ulitengeneza msemo mmoja wa madungu. Mzee wa madungu. Ni kitu gani kilikusukuma ukasema hapana, Watanzania madungu msiaogope? Niliona ni ushamba. Unajua tuna ushamba fulani wa kuamini kwamba gari ni zile za kutoka Japani tu, bila kujua kwamba gari nzuri za starehe na za kujibombafai ni gari za kutoka Europe. Ukitaka ya Japani nao ambayo ni equivalent kwa gari ya Uingereza, tunazungumzia V8 ambayo ni very expensive. Wakati Uingereza Range Rover ambayo ni equivalent kwa gari ambayo Japani ingenunua milioni 150 200, kwa Uingereza unapata kwa milioni 30 35. Umeelewa? Na ilikuwa uoga kwa sababu spares zilikuwa ni chache sana. Ilikuwa lazima uagize. Ilikuwa ni uoga tu wa maisha. Ni sawa sawa tu na mtu anataka kununua gari alafu anauza vipi alinywa mafuta. Huo ni uoga wa maisha. Ni sawa sawa na kujenga nyumba Mbweni au Oysterbay alafu naweka frame za maduka mbele ya nyumba. Huo ni uoga wa maisha.
Ndio sawa sana mtu anaenda kununua dungu hapo anakuuliza vipi alinywa sana maji, sababu ni muoga wa maisha. Kwa hiyo nilitoa ile hofu na nimefanikiwa sana, na nadhani ile kauli yangu ambayo kwanza watu wengine walichukua kama dharau kutokana na vibakuli, kama nimesahau vile vigari vibaya, sema vile vigari vibaya vidogo kama vidogo kama sabuni vile, kama vipande vya sabuni vile. Kuna vigari hapa vingine, sababu Tanzania ilikuwa imejaa vigari fulani vya ajabu, yani ilikuwa Tanzania ni kama tuko vichochoroni, lakini siku hizi simuona bwana madungu kama kila baada ya dakika 5 lazima nipite moja kubwa, mtu anapita amevimba, au sio? Wanajimwamba fai na unajua nimesababisha ajira kubwa sana kwa watu, kwa sababu watu wengi wameweza kununua madungu, wameweza kufanya biashara ya kuuza madungu baada ya mimi kufungua hiyo milango. Wengi mimi nilikuwa ndo mwagizaji mkuu wa madungu, sasa hizi sidhani kama mimi naongoza tena. Wako wengi, watu wamefungua maduka, watu wengine wanafanya biashara nyumbani, wengine online, kila mtu anachukua madungu, anajua yalipo, anayauza. Watu wanapata kitu kinaenda kinywani. Hawatanishukuru, watakuwa kama competitor, lakini hawezi kusema, lakini moyoni wanasema bila Lukosi, wanasubiri statement ya Lukosi akiongea pale, akipiga video moja, watu watalipenda na mimi nalo kama la Lukosi. Unahitaji dungu. Tunachoshindana ni bei tu. Uzuri sasa mimi niko kila sekta. Sitegemee madungu tu, kama ulivyoona sasa hizi madungu ni machache sana nimeuza. Nauza mengi lakini huyaoni sana. Mimi nimejikita kwenye mazagazaga, ni mashine. Haya mazagazaga inakuaje? Yaani ni namna gani ambavyo kwa sababu wakati najaribu kuzungumza na baadhi ya watu wakaniambia, bwana ise nilikuja hapa nikapata kitu fulani hivi nilikuwa nakitafuta sana, lakini nikipata hapa kimeniokoa sana. Yaani mazagazaga, idea ya mazagazaga ulitoa wapi? Unajua, kwanza mimi nilipoacha kazi nilikuwa shipping agent. Nilikuwa nasafirisha mizigo ya watu wa Zanzibar au wanapeleka mizigo ya Zanzibar. Nilikuwa wa Zanzibar wanaongoza kuleta makontena. Wabala hatupo vile. Wako natural. Unajua ndio maana zamani kwa sema hela za majini nini, kumbe zote wanapiga biashara. Ni wachapa kazi. Unaona wamelegea lakini wanapiga biashara kinoma. Wao ndio marafiki zangu wakubwa kule UK. Wanapeleka mizigo yao kwa wingi, nimesafirisha. Kwa nini naona vitu wanavyoviuza, nimeona wanapeleka watu wa Kongo, wa Nigeria ndio marafiki zangu wakubwa vile vile. Kwa nini kusafirisha makontena, naona vitu wanavyopeleka na wanauza na sehemu wanazonunua nini. Na of course nilikuja kuinuliwa na rafiki yangu mmoja ambaye ndio mpaka sasa ndio anaye supply mizigo mkubwa mzungu. Niletea baadhi ya vitu akaniambia, bwana jaribu kuona kama unaweza kauza. Alafu ukiweza kwenda kwa mzigo kila siku, huyu mtu anatoa mizigo kwenye maduka ya charity huko. Unaona bwana. Basi na mimi nikaendelea kweli, nikajaribu, nikaona nalipa. Nikajaribu kupiga mnada. Siku ya kwanza walihudhuria watu 200 kwenye mnada. Mara siku nyingine kutoa 1000. Mara kwenda mara nikawa na demand, watu tunataka hichi. Sasa ninapozidi kuendelea, ninapozidi kuonana na watu, ndio na mimi napata exposure kwamba kuna kitu fulani nikachukua nitapeleka nyumbani nikauza. Kitu fulani hichi na mimi mwenyewe, kwa sababu mwenyewe niko najua kitu gani kitafaa, kitu fulani hakifai. Unajaribu, kikibuma unaacha. Unajaribu kingine hivyo, na unapozidi kuendelea kufanya biashara ndio unazidi kupata suppliers wengi. Kwa mfano size kampuni yangu mimi inajiendesha kwa sababu hapa tulipo hata makontena yanayoshuka size sijapakia mimi, yamekuja baada ya kupakiwa na vijana wangu nikiwa hapa. Inajiendesha, mimi naletea watu mizigo na watu suppliers wangu wanajua nahitaji nini. Na wateja wangu mimi najua wanataka nini. Kwa hiyo naleta vitu ambavyo wateja wangu najua wanavitaka, na mimi naleta vitu ambavyo wateja wa supplier wanajua mimi navitaka. Kabisa. Na labda nikikurudisha hapo kwenye hao mazagazaga. Ukiangalia mitandaoni watu wanasema sasa, mbona huu utaratibu wa KC siwe hatuuelewi? Kwa nini hatuuelewi? Yani kwa nini usiwe na mfumo ambao wanaweza kusema okay, mimi niko Mbeya lakini nahitaji lile zaga nilione pale kwenye mtandao. Na umesoma masuala ya kompyuta. Yeah, tuna website nzuri sana. Tuna website ambayo ndio watu tunauzaga online. Watu wengi hawajui kama tuna website www.kcglobals.com. Tuna website ambayo inauza vitu online. Lakini wanasema kila mtu ana style yake. Usiona mimi na uwezo wa kunywa sehemu yoyote hapa Tanzania. Serena pale nilikuwa nikifika nilikuwa nakaa miezi 3 4, nilikuwa naishi pale Serena. Kabla sijahamia nyumbani kwangu. Sio kukaa, nilikuwa naishi. Kwa sababu nilikuwa nakaa nikifika nilikuwa nakaa miezi 3 4. Sawa, au Johari 5. Lakini nilikuwa naimba, lakini utanikuta siku hizi kila Jumapili naenda Makuti ambao bado ni Swahilini, yani changanyikeni kinoma yani.
yani ukiingia unageuka hivi nini, sinajua tena yani sinajua tena, mpaka inabidi sometimes nikienda pale lazima niende na bodyguard, nikienda chuoni inabidi anisindikize kwa sababu unakuwa, lakini kile ndio kitu ninachokipenda mimi. Kwa hiyo kuna namna kwenda Uswazi, mimi napenda maisha yangu niliyokulia Uswazi, ndio nataka. Namna umaarufu pia umeanza kusumbua. No, yani sio maarufu. Tuache hiyo, yani kwamba tunazungumzia kwamba kwa nini watu wanasema nafanya hivi nisifanye hivi. Nina website huwa nafanya online. Kwa nini nafanya nauza hapa? Wateja wangu ndio wanapenda hivyo, wauze kitu wakione live hichi hapa. Tukumbuke tunauza vitu used sisi. Sio vitu vipya. Hasa vitu vipya ingekuwa vipya, vitu vile vipya ambavyo tuna uhakika navyo. Yani vitu vipya ndio tunavyouzaga online. Lakini vitu used, haya mazagazaga niliyokuambia, watu inabidi wavione. Ndio maana tunaamua tuuzie hapa. Na nadhani ni fair, mtu anakuja anachagua mwenyewe, anakiona kama hakitaki anakiacha. Hiyo ndio system ambayo wateja wangu wanaipenda. Wao wanaoponda wao, mimi nawashauri wafungue wao iwe ya kisomi, wauze wao kisomi, mimi niendelee kishamba au kijinga. Kuna watu wengine wanafikia tu hadi kusema kama utaratibu wa kipumbavu. Sawa, lakini mpumbavu mimi ni mmoja wa mabilionea hapa Tanzania. Mpumbavu mimi ni mmoja wa wafanyabiashara ambao wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. I'm a very successful businessman. I'm a self-made millionaire. Chochote tunachokiona hapa ni mimi mwenyewe, ni nguvu yangu mwenyewe, ni akili yangu mwenyewe. Na akili yangu ndio ilinifikisha hapa na Mwenyezi Mungu. Uliniuliza pale kwamba nani yuko behind? Aliyo behind yangu mimi ni Mungu. Ni Mungu, na nikwambia kitu kingine. Na umasikini. Umasikini umenisukuma kuwa hapa. Kwa hiyo kila nikigeuka naogopa. Mungu ameniinua na naogopa kurudi nyuma kwa sababu nyuma yangu nilichoacha nimeacha umaskini mkubwa. Wakati tuko tunaangalia ule mnada wa Jumamosi. Alafu yes, watu wanaingia. Watu wengi sana wanaingia. Sasa nikasema kuna nini? Huyu bwana utaratibu wake mara nyingi watu wanasema unavyokuwa unique ndivyo watu wanavyokubrand vile vile. Yes. Ukisema ufate mawazo ya kila mtu unaweza kupotea. Miluzi mingi inapoteza mbwa. Kinachotokea sasa hizi mimi napigiwa miluzi mingi sana. Kila mtu amekuwa mshauri wangu, lakini nilipokuwa maskini hakuna mtu aliyenishauri. Biashara yangu ilipokuwa haiko vizuri, hakuna mtu aliyenishauri kama nifanye nini biashara yangu ikue. Sasa hizi nimefika on the peak. Sasa mtu ambaye unakuta mtu ambaye hawezi hata kuuza nyanya, hajui hata nyanya unauza vipi, anakuwa mshauri wangu mkuu. Na kinachotokea nachojaribu kukiangalia ni nilivyoangalia madungu tu ndio yalikuwa yamewekewa gharama. Vitu vyote viko hapa. Kila kitu ninachokiuza kiko hapa. Yaani namshukuru Mungu, nina akili yangu kweli ni nzuri, pamoja kwamba ni mlevi, lakini Mungu amenipa memory kubwa sana. Kama ningekuwa kompyuta basi ningekuwa na 120 GB RAM na maybe 20 terabyte storage SSD, 20 au 50 terabyte, kwa sababu huwezi kuamini kila kitu kilichoko pale mimi nakikumbuka. Hakuna kitu hata kimoja nacho. Unajua nilikuwa najiuliza, okay, sasa hapa huyu anawezaje kujua kama huyu aliyechukua hiki kifaa cha juu anataka kuchanganya mazagazaga, lakini ukamwambia hapana, hii rudisha. Kitu ambacho alichukua akitegemea kwamba mimi sitajua, alikuja na muhuri wake, si ndio? Akawa anagonga akitegemea kwamba atatoa kile kitu. Hajui hata nilikuwa nauza bei gani, na hajui kwamba dakika 2 zilizopita kuna mtu nimemkatalia kwa 400,000, yeye anasema nimemuuzia 200,000. Bana, najua hii nizungumze na Waswahili wenzangu. Unapokuwa unafanya biashara hautegemei mtu fulani aje apite katikati hapo akuzuie. Lakini tumemsikiliza Chris na safari yake toka ameanza akiwa shule ya msingi kuuza mafuta, anapata pesa kwa ajili ya kununua mandazi shuleni, lakini ameweza kufanya kazi kama askari wa jeshi la polisi na kuitumikia nchi kwa uaminifu mkubwa, na baadaye ameenda Uingereza ambako pia amefanya kazi hizi na
sio Uingereza tu, ameenda Botswana kwa ajili ya kazi za kuendesha magari kabla ya kujiunga na biashara hiyo hiyo huko Uingereza. Na bahati mbaya sana ni kwamba ameanzisha biashara hapa Tanzania na sisi Waswahili tunataka tuanzishe biashara juu yake. Kulikuwa kuna kisa ambacho ni kisa cha kusikitisha kidogo, kwa sababu nataka Chris atupitishe kidogo tu, atusimulie kidogo namna ambavyo Waswahili walitaka kumuingiza mjini. Unajua kwenye mkusanyiko ule wanasema kila msafara wa mamba uko Sikenge. Kwenye mkusanyiko ule watu wanatumia fursa, wananibia wengi sana, wanaokuja ni wengi, na walivyo na bahati mbaya mimi mwenyewe ndio nawakamata kila siku. Kila siku nakamata wezi. Ukienda pale polisi Mbweni kuna kesi nyingi sana za wezi. Nawakamata vizuri na vidhibiti. Kila siku nawakamata. Na kuna polisi wananilinda, wanakuja polisi kutokana mkusanyiko ni mkubwa, kwa polisi lazima wawepo. Sahihi. Tunashukuru sana polisi. Jeshi la polisi wanatulinda sana. Wanahakikisha, ndio maana unaona umati ule unakuwa niko confident kwa usalama, sababu polisi wanakuwepo. Kuna makundi kama matatu hivi ya askari. Wanakuwa kwa kiraia, wanakuwa wale wa riot ambao wana magari wako tayari kwa ajili kama kutokea uvunjifu wa amani. Sababu mkusanyiko wangu ni mkubwa, ni kama mkutano wa kisiasa tu. Na kwa Tanzania nadhani baada ya Mwamposa inayefuata ni mimi. Hilo halipingiki. Baada ya Mwamposa inayefuata ni mimi kwa kuvuta umati kama ule. Kwa sababu watu kule kwa Mwamposa wanapata huduma ya kiroho. Huku kwangu hawajafuata biashara. Hao wanaosema kwamba mitandaoni kwamba utaratibu wa kipuuzi ni watu wengine ni business rivals. Hivi kuna mfanyabiashara anayependa akifungua duka hamna mtu anayekuja anafukuza nzi? Kila mfanyabiashara anapenda akifungua duka yake watu wajae. Sasa mimi ndio hivi, kila weekend tutakuta pamejaa hapa, kwa sababu ndio napenda, nimemwomba Mungu na kanibariki. Lakini kwa nini Jumamosi na Jumapili? Huo ni upako. Huo ni upako. Kwa hiyo upako wako ni wa Jumamosi na Jumapili. Huo ni upako alionipa Mwenyezi Mungu na kibali cha Mwenyezi Mungu. Tuseme hivyo. Na kibali. Na kibali hilo liko wazi, na Mungu kama alikwambia, Mungu akishakuandikia hakuna binadamu wa kulipangua, kwa sababu niliandikiwa kuwa hivi. Uligusia kwamba kuna wezi. Sikumaliza kuhusu wezi. Wezi wanakuja kila siku, wanafungua maduka huko ndani, wanataka kuiba kwa njia mbalimbali. Bahati nzuri tunawakamata kila siku. Wengine wanashaibia wateja, lakini tuna kamera nyingi sana, kamera zaidi ya 68. Kuna mapolisi wanakuwekwa hapo. Lakini sasa tumeamua kuanzisha utaratibu mwingine sasa. Ukiacha askari wa jeshi la polisi ambao wanatusaidia kulinda, ambao wao kazi yao kulinda tu, lakini mimi nimeamua kuweka wapelelezi binafsi, private detectives. Sawa. Kuna mashirika ya ulinzi hapa na natumia PSG. Kwa hiyo nimewaomba PSG, uzuri mwenye kampuni Kichuya ni rafiki yangu, na ndio kwa hiyo nimemwomba nipe detectives kama 10 ambao kila mnada watakuwepo hapa, watakuwa wao kazi yao nao ni kukamata na kuhakikisha ulinzi na usalama. Kwa hiyo unaweza kukuta wateja ni wengi, kumbe wengine ni detectives. Kwa hiyo style wanayotumia ni ya kubadilisha mihuri au ni mambo mengi? Unajua kutoka wanaona pale hadi receipt wanazo, wengine wana kila kitu, hadi receipt wanatoa, wanaambia unajua wezi wana akili. Wezi ni binadamu kama sisi, na wengine wana akili kuliko sisi. Sawa? Kwa sababu wameshaamua kutake risk. Ogopa sana mtu ambaye ameamua kutake risk ya maisha yake. Wewe askari wamejaa hapo, na mimi mwenyewe unajua nina hasira, unanijua kabisa mimi ni polisi, unajua kuiba. Ni sawa na wamekuja kituo cha polisi kuiba. Wamekuja kuvutia bangi kwenye kituo cha polisi. Yaani sawa sawa tu wanachofanya. Ni sana kwenda kukaa kwenye counter ya polisi pale, Central Police pale. Afu wanawasha mneli wa bangi pale. Unachukua bangi. Unaanza kuvuta bangi au unaanza tibu kabisa, umeweka na mziki. Yaani ndio wanachofanya. Na chupa yake ya gongo pembeni. Ndio wanachofanya, anavuta bangi chupa yake katikati ya counter ya polisi. Kwa kachajitoa. Ajira ngapi umezitengeneza, kwa maana zile za moja kwa moja na zile zisizo za moja? Za moja kwa moja, kila nikija hapa kwanza kuna mazombi, wao tunaitana mazombi. Vijana wao wanaomba, wananisubiri sana, akifika brother hapa, akifika zombi mkuu tunapata ajira. Za moja kwa moja ni watu 80. Acha hizo site na kujenga, tungepata nafasi ningekupeleka kwenye site. Tutaongelea masuala mengine uliuliza kuhusu huo utaratibu, nitakueleza namna gani ninaboresha. Na create ajira kubwa. Lakini vile vile unajua kupitia mimi watu wamefungua maduka mengi sana.
watu wamefungua viwanda vingi sana. Viwanda ndio vimechangia kwa 75% viwanda vilivyofunguliwa vipya hivi karibuni kwa miaka 10 iliyopita. Nadhani mimi kama Chris Lucas nina mkono wangu kwenye 75% ya kila kiwanda. Sababu nimeleta mashine nyingi sana na sichoki na spoi, kila siku niendelee kuleta. Hiyo imesababisha ajira nyingi sana. Lakini vile watu wamefungua maduka mengi sana. Vile kuna vishoka tunaita. Kama mimi yani mazombi wanakuja kununua vitu, waenda kuuza. Kuna vijana hapo wanakuja wale unaona wakimbia wale. Ni vijana wengi ambao zamani walikuwa kupiga Kariakoo, lakini mimi nimeleta Kariakoo Bunju. Hasa hii ni Kariakoo nyingine, wanakuja hapa kununua mzigo, wanakwenda kuuza. Wengi wanakuja kununua hapo, wengi vijana wengi wamejipata hapa. Wana mizigo mingi, wanunua laptop, wengine na nawaruhusu hapa. Unaweza kununua na kuuza hapa. Sasa kuna wale wanauza wale ambao hawataka kugombania wale. Wale watu kwa mfano mkuja wewe na kitambi chako. Hutaki tena kuanza kubishana na mazombi, si ndio? Basi anakuja kishoka ananunua na kuuzia hapo. Kwa bei rafiki. Anapata pesa tena anarudi anakuja kuniungisha tena mimi. Si umeelewa? Kama laptops, tablets. Watu wanakuja wanunua kila siku wanakuja kufunga mzigo hapa. Wanaenda mtaani wanapiga wanarudi. Mimi nafahamu vijana walioanza na shilingi karibu 500,000, 300,000, 200,000, saizi ni millionaires. Na wengine wana majumba mazuri tu. Nafahamu kuna kikundi fulani cha mashehe hivi, kuna vijana fulani wanaitwa kinazungu. Wao kama 5, wao kama 10 hivi nunua vispika fulani hivi. Sasa wale walikuja pale pamoja walikuwa na 200,000 vijana 10. Saizi kila mmoja ameoa, kila mmoja ana nyumba yake amejenga huku Kubunju. Na wana maduka yao makubwa sana. Ni utendaji tu, wanasema kazi ni kipimo cha utu, kujituma tu. Lakini turudi kwenye swala ulilosema la utaratibu, tunaboresha vipi? Licha ya kwamba wengine wanatukana, lakini tunafuata ushauri wa watu wengine ambao wanaandika. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeweza kununua maeneo makubwa sana. Okay. Bunju hapa. Hatuwezi kwenda hapa ndo tumeshafika. Kwa hatuwezi kwenda mbali na hapa. Unahamisha watu. Sasa nitakachofanya sasa, kuna ekari, tumepata maeneo ambayo jumla itakuwa kama ekari 12. Okay. Hapa Bunju. Kuna maeneo mawili ambayo ni makubwa sana, ambao sasa nitakaporudi mwezi wa 7 mnada utakuwa tofauti na saizi. Kuna eneo hilo kubwa sana ndio liko under construction saizi. Kubwa sana, nadhani itachukua mwaka mzima kuisha. Hilo eneo nitatumia kama shilingi bilioni 1 kuimaliza kujenga kwa ujenzi tu. Itachukua kama, kwa sababu ni fence tu na kuna ni kulipiga concrete. Sasa hilo eneo makontena safari yanaweza kuja, yatakuwa yakifika yanabaki hapo. Kwa hiyo tutakachofanya, tutakuwa tunapanga kwamba leo tunauza laptop tu, kesho tutauza TV tu, kesho kutwa tutauza vifaa vya kilimo tu, mtondogo tutauza sijui labda maredio tu, siku nyingine baisikeli tu, siku nyingine matoi tu. Kwa wanaokuja watu pale watakuwa wanakuja wale watu wanaotaka hicho kitu tu, na hilo eneo litakuwa lina uwezo wa kuchukua mpaka watu 50,000 hadi 100,000, kwa sababu ni eneo kubwa kuliko uwanja wa Taifa. Ni eneo kubwa sana, ni kubwa. Mungu akipenda tukishamaliza nitawaita ambao ni pakubwa sana, ambapo ukisimama mwanzo kuona mwisho, kama huna microscope huwezi kumuona mtu. Nategemea ku create hilo eneo, likiisha nita create ajira nyingi sana. Wafanyakazi tunatakao kuwako pale kusimamia minada yangu watakuwa sio chini ya watu 200. Tunazungumzia watu wa first aid, tunazungumzia walinzi, tunazungumzia wauzaji, tunazungumzia watu wa kuhudumia, tukawaelekeza wapi ni wapi. Yani kila mnada utakuwa na watu at least 200 mpaka 300 kwa wakati mmoja. Hiyo ni kwa wakati mmoja. Kabla hujaendelea, nature hii ya minada namna unavyoendesha, kwa sababu ni very unique. Kuna sehemu umeangalia au ni kitu tu kasema? Ni Mungu tu ameniongoza akanifungua. Kama vile watu walio create computers, kama walio create Facebook, kama walio create YouTube, kama vile watu walio create chupa hii ya maji, ni Mungu aliongoza akaweza kufikiria kuna kitu kama hichi kinaweza kutengenezwa. Kama ile create ile kocha, ni Mwenyezi Mungu tu aliyeni, kama ilivyo nyuma yangu yuko Mungu, umenielewa, na ndio anayenishika na kuniongoza. Hii ndio ofisi yenyewe. Kuna artist mmoja anaitwa Freemind, anajiita Freemind. Yes. Alinitengenezea hii mini KC. Hii ndio ibeba ndaenda nayo Uingereza. Okay.
Okay. Itaenda kwenye ofisi yangu Uingereza, kwa ni kama itengeneza ofisi yangu kama ilivyo. Inabidi uduplicate. Yeah, anaibeba kama ilivyo, ndio itaingia kwenye sanduku, italipiwa nauli kwenda Uingereza. Itapanda ndege. Itapanda ndege. Yeah, lazima ipande ndege. Yeah, lazima ipande ndege. Of course nikiangalia hapa, hii ndio entry kubwa. Hapo ndio entry, kabendera ketu, kibanda cha mlinzi, hii ndio ofisi timu ndani. Hii warehouse, makontena kidogo hapa. Madungu, sijui kuna generator hapo. Kuna madungu mengi sana. Yamejipanga hapo. Na huko ndio biashara huko ndio biashara kubwa. Na hapa ndipo unaposema hapa pamekuwa padogo, patakuwa kwa ajili ya madungu. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, kila tunapokwenda panakuwa padogo. Tulianza Kinondoni, tukaenda Sinza, tukapita Mikocheni, kaenda Salasala, ambapo nilizania ndo patakuwa pakubwa sana. Tukaja hapa ambapo tulisema kwamba hapa sasa yani hata iweje hapa taifurika. Matokeo yake ndio hayo sasa, tunapokea lawama kwamba tunajaza watu, tunarundika watu katika eneo moja. Watu wanagombana. Kiafya sio nzuri na tumeshauriwa. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu katupatia eneo ambalo sasa itakuwa this is it, yani ndio final. Kwa sababu tuna hizo eka 12, ni eneo kubwa sana. Tutapiga mnada kwenye eka 12. Haijawahi kutokea. Yani itakuwa watu wakiingia wanatembea kistaarabu tu. Matangazo yako, chakula zitakuwa restaurant, tutaweka restaurant kama 3. Kwa hiyo unachagua mwenyewe restaurant. Tutaruhusu mama ntilie wale watakuepo. Waje wafanye biashara. Tutawekea kama eneo ya kistaarabu, wanafanya bure kama hapa waruhusu. Watakuwa na sehemu zao kufanya mama ntilie, wanaotaka kuuza matunda watakuepo. Wafanya biashara dogo dogo watauza, na waruhusu wote waje, watauza bure. Na tutawekea hadi mabanda yao nje na ndani. Lakini kutakuwa na restaurant za kwangu mwenyewe nzuri za kistaarabu, ndaziweka kule. Kutakuwa na baa mumo vile vile. Kutakuwa na sehemu za michezo ya watoto, kwamba muziki. Mimi najua unapenda muziki sana. Mimi mwenyewe nitakuwa naimba. Nitakuwa naimba wakati wanakuja wateja. Mimi nitakuwa siuzi tena. Watu wanasema jamaa hamwamini mtu, sijui anataka shikela mwenyewe. Hawajui nilikotoka. Kwa kilichopo ndio cha kwangu, inabidi nikipambanie mwenyewe. Hata kwa hiyo namshukuru Mungu nimeshafika kwa sasa na nimeshapata timu. Watakuwa wanauza, watu walikuwa wamepanga. Unakuja sehemu hii unakutana mzigo umeshapangwa tayari kwa kuuzwa, unasema hapa nachukua mzigo wangu unaondoka. Yani itakuwa ni eneo kubwa kama vile Sabasaba. Sabasaba sipa kubwa, si wanajaga watu. Na hujai kuona msongamano wanaokimbia. Wanajaa pale. Na ukienda pale yes. Wanajaa. Yes, kwa hiyo nataka nijaze kuliko Sabasaba. Una eka 12, kwa hiyo kwa kifupi nataka nijaze kuliko Mwamposa. Ni rafiki yangu sana. Uzuri mtumishi Mwamposa ni rafiki yangu. Nadhani umeshaona picha tunapiga mara moja na nishapata ameshanifanyia maombi. Unaenda kufanya maombi. Ndio maana kila nikija lazima niende kwa Mwamposa akaniombee. Lazima niende kwa Mwamposa akaniombee. Lazima niende kwa Shehe Mkuu, Mufti wa Tanzania, aniombee kabla sijaanza kazi. Yaani wao watu wawili lazima niwafuate waniombee. Kila mtu ana imani yake. Mimi naamini kwamba nikiombewa na watu wa Mungu nitafanikiwa. Kwa watumishi hao wawili wao wananiombea, lakini vile vile na mchungaji wangu yuko Njombe. Amenijengea kanisa, nadhani ushaliona, nishajenga kanisa kubwa nimejenga hicho. Yule lazima afunge safari aje rasmi kwenye ile eka 12. Yaani hata hapa ipo kabla sijaanza minada. Lazima aje rasmi yule. Akae wiki nzima na mimi anifanyie maombi ndio anaondoka. Mungu akishanipa baraka, nishapata hiyo baraka, ndio naanza kazi. Ndio maana unaona hata maskadi ya kitumwa kule wachawi hayanipati. Makombola yanageuka. Wakijaribu kuniangusha wanipati. Wachawi wanakuja kila siku, wengine na wakamata, mbona hapa live. Niko vizuri, mimi mwenyewe mchawi. Tukifanya pale milango inafunguliwa kuanzia saa 12 asubuhi. Kunakuwa na muziki pale, watu wamekaa, vijana wako tayari. Vitu vimepangwa. Mtu akiingia anajua anataka nini. Akitaka madungu atakwenda sehemu fulani. Kwa sitegemei mteja anayekuja kununua gari akasukumana kupiga kikumbo na mteja anakununua baisikeli. Mteja anakununua laptop akaanza kupigana kikumbo na ananunua TV. Maisha zinavunjika mwisho. Tulishindwa hata kuuza smart TV Jumamosi kwa sababu delicate. Kwa bora zipangwe, ziwe tayari. Mtu akifika kama Sabasaba vile. Mtu anafika pale, anakwenda kwenye TV, anahesabiwa. Unataka ngapi? Nataka wanazikuta zimewaka pale zina display. Nataka hii hapa. Kama ni TV zinakuwa unakuta display, kama ni laptop zimekaa display kubwa pale. Kwa hiyo mimi nataka hizi 10, nifungue hizi 10. Si umeelewa? Inakuwa ni eneo kubwa kiasi kwamba hata wakija watu 100,000 wataweza, kwa sababu ndani ya ekari 12 tuna uwezo wa kubeba watu 100,000. Yes, na tutakachofanya tutahakikisha kwamba watu wanatoka mikoani tunawajali. Hatuendi mikoani, tutabaki hapa, lakini watakuja, watanunua, watapata accommodation bure, bora tu awe ni mteja wa KC. Na tutaangalia tunawafikia vipi. Sasa tuna eneo hili tutajenga vile vile wanaita Airbnb.
tutajenga nyumba nyingi sana za kupangisha, apartments nyingi sana ambazo zitakuwa kwa ajili ya wateja wa KC. Ya, tuna maeneo makubwa sana ambayo ndio tunajenga, ndio iko under construction size. Kwa hiyo unatengeneza yard tu itachukua kama kuna Lukosi Village. Lukosi Village ni mradi ambao unaweza kuchukua kama bilioni 10 Tanzania shillings, ambao tunategemea mkopo mkubwa kutoka CRDB, tutasimama na CRDB Bank, ambao sasa hizo ni nyumba ambao tumeshaanza. Nyumba nyingi sana. Ni nyumba nyingi, apartments. Kwa kwanza tunataka kujengea apartment. Tutaanza kutoa apartments 70 ambazo zitakuwa ni kati ya studio flat, 1 bedroom flat na 2 bedroom flat. Alafu tutajenga nyumba za kawaida zinazosimama. Sasa hizi zitakuwa ni kwa watu ambao wa local wanataka kukaa, lakini zitakuwa sio nyingi sana. Hizi tutajenga 10 tu. Lakini Lukosi Village haitaishia hapo. Plan yetu ni kupata nyumba 300 ambapo watu wakiwa wanakuja kwenye minada basi wanafika pale. Tunaweza kuwapokea kwa watu kuanzia stendi ya Magufuli, tuwe na mabasi yetu, tuwe na usafiri wetu, uzuri mwendo kasi inakuja. Vile vile wakati minada haipo, zile nyumba tuweze kupangisha na kupata hela nyingine. Umenielewa? Lakini inakuwa ni temporary accommodation, sio permanent. Wanaita Airbnb. Sasa kuna watu wanakuja hawataki kukaa kwenye flat, wanataka kwenye nyumba aweze kuzuia mzigo, kwa sababu tuna mpango wa kuleta vitu vingi sana. Sio hivi tunavyoviona sasa hizi. Ni vikubwa na vyote ni mimi mwenyewe na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nategemea kuleta vitu vingi sana vikubwa. Of course CRDB Bank nao wamesema watanisupport kwenye masuala ya ujenzi wa hizo Lukosi Village, lakini masuala ya yadi najenga mwenyewe kwa nguvu yangu mwenyewe na mkono wangu mwenyewe. Lakini tunategemea kuleta hizo container 100. Sisi nimeshakwambia kuhusu container 100 ambazo yes, tunaenda kuleta container 100. Nikiondoka sasa hivi rudi mpaka mwezi wa 10. Wa 10 itakuwa. Mwezi wa 10. Mwezi wa 7 container zote 100 zifike. Mwezi wa 10 ndio tutaanza minada. Lakini tunataka watu wafikie karibu na minada. Njoo ni biashara vile vile. Watakaa kwenye nyumba zangu, watapanga, watanilipa kodi, watanunua mzigo wangu. Nitakuwa niko secure. Lakini wakati huo mimi kwa sababu eneo litakuwa ni kubwa, nitakuwa na uwezo wa kuandaa mzigo kabla ya mnada. Kwamba vitu vitaandaliwa, vitakuwa tested, tutauza kila kitu kiwe tested. Of course kila kitu tunachouza ni used. Tutauza baadhi ya vitu vipya, lakini kila kitu kitakuwa tested kwa mtu anaondoka pale ana uhakika. Kwa hiyo ndio maana nakwambia nitakuleta ajira kubwa sana. Vinaandaliwa, kutakuwa hakuna vurugu. Tutajitahidi kama tunaweza kufungua mpaka labda masaa 6 usiku huko. Sio kwa sababu usalama utakuwepo. Umeelewa? Kwanza sasa kwa mtu anakuja saa yote anayotaka. Na tutakuwa na mzigo mkubwa, kwa hiyo hautaisha. Kwa hiyo kutakuwa hakuna tena kugombaniana tena. Eneo ni kubwa, hata uje saa ngapi utaingia kwa vile mzigo utapata. Kuna namna ambayo unaangalia pia soko la nchi jirani. Wanakuja wengi sana ambao hapa kufunga kutoka Zambia, wanakuja kutoka Kongo, kutoka Malawi. Watakuja tu. Kwa jinsi tunavyozidi kuwa wakubwa watakuja. Watakuja kwa vitu vyote, sio mazagazaga, hata magari. Hapa patabakia kwa yadi magari. Itakuwa bakia kwa showroom ya magari. Na ndio ilivyokuwa designed. Hapa tulipo hapa. Itakuwa ni magari tu, itakuwa ni showroom. Kwa mtu akija hapa atakachokuta hapa ni magari tu. Mkutana na madungu. Tuna magari nayouza mimi ni magari ya Europe. Tunabadilisha kidogo, nitaongeza magari mazuri zaidi, lakini itakuwa ni magari tu. Kama ni ya Europe manake tunazungumzia BMW, Range Rover, Volkswagen, ya magari kama hayo, Audi, Mercedes. Yes, magari kama hayo. Mimi siwezi kuuza magari nje na Europe kwa sababu mimi naishi Europe. Na ni kwa sababu na wataka watoto wangu warithi hii biashara. Wameshaanza lakini yes, Maria ndio ananunua magari nayo. Na mimi sinunui magari, shaacha mambo ya kununua magari. Hata baadhi ya vitu vyote vinavyouzwa brand new. Ukiona kama kuna kitu kipya kinauzwa na KC, magari na vitu ambavyo ni vipya, electronics nini, spare parts mpya ni Maria. Hata ukiingia kwenye website utaona kuna Maria, jitahidi utanue sasa mazagazaga yaongezeke. Kwenye mazagazaga tuna plani zangu nyingine, lakini kama kwa kampuni inajiendesha. Sitegemei zaidi kama unafanya biashara, utegemei zaidi watoto wako tu. Biashara haitegemei watoto. Je, usipokuwa na kipaji, hata Baresa hategemei watoto wake tu kwenye biashara. Kuna watu behind, ameajiri watu wenye akili nzuri, wanaomsaidia wenye vipaji vyao. Amewalipa vizuri na ndio wanaofanya kampuni ikue. Kwa na mimi tayari na watu wako vizuri na walipa vizuri Uingereza, na nategemea kuunda timu kubwa hapa. Timu itakayounda safari ambayo ya hao watu 200 mpaka 300, nitahakikisha itakuwa timu kubwa sana. Kwa hiyo na minada itakayokuja itakuwa ya kistaarabu sana. Itakuwa mizuri ya kistaarabu na ambayo nadhani itatuinua sana. Unapokuwa unajenga, wakati tunazungumzia swala la makazi,
Unapokuwa unajenga unajaribu pia kuangalia wale watu ambao watasema okay, mimi bwana gharama za ujenzi zinanisumbua, lakini Lukosi Village kidogo gharama zao ziko nafuu. Unaliangalia hili? Mimi sitaki kujenga nyumba za kuuza. Natengeneza inheritance wealth. Yani natengeneza utajiri utakaorithika. Natengeneza empire. Umenielewa? Natengeneza empire ambayo watoto wangu na vizazi vyangu vijavyo na wajukuu zangu na vitukuu waje waukute ule utajiri. Tunazungumzia kule Uingereza, unasikia kuna watu kama Barclays Bank. Unajua ni urithi wa miaka na miaka ambao hamna mtu atakayeruhusiwa kuuza, lakini vizazi na vizazi wanaendelea kunufaika. Umeelewa? Kuna tengeneza kitu ambacho kitabaki na kudumu na kuendelea kutumika. Mimi siamini sana kwenye kuuza mali zangu. Nilipoteza nyumba yangu ya kwanza niliojenga na mama watoto wangu akiwa mjamzito, akiwa na mimba ya Maria. Nilijenga kwa umaskini sana, ikaja kupotea kwa sababu ya mikopo ya benki. Hapa nikiwa bado maskini sana. Hapa Uingereza, Chanika. Ili nikosti vitu vingi, ilikosti hadi ndoa yangu. Sasa nilijifunza kwamba sitakuja kuuza nilicho nacho. Nitauza biashara lakini sio nyumba. Kwa hiyo hizo nyumba hata nikizijenga ziwe ngapi, hata ziwe 110. Hizo nyumba zote zitakuwa za kupangisha tu. Na twende na wakati. Sasa hizi biashara bwana ni Airbnb. Real estate, lakini Airbnb. Kwamba watu temporary accommodation. Sijui umeelewa? Temporary accommodation. Watu wanakuja wanakaa wiki moja, wiki mbili, unapata hela nzuri sana kuliko mtu anayepangisha kwa mwezi kodi milioni 300,000, 200,000. Nyumba inazidi kuzeeka ambayo hawezi kurudisha hela yako mpaka unakufa hujui kupata zile hela. Lakini Airbnb na uhakika ile Lukosi Village ndarudisha hela yangu kwa muda ndani ya miaka 10, miaka 5 actually. Hela yangu itakuwa imerudi na itakuwa imesha move on. Kuna kitu fulani hivi ambacho nimekiona unakifanya mara kadhaa cha kurejesha kwa jamii. Issue ya kutoa viti mwendo. Na kuna kitu kingine unafanya pia? Mimi ukiacha kusaidia walemavu sijaweza kufanikiwa kusaidia watu wengine kwa sababu unajikuna pale mkono ulipofika. Okay. Sawa? Lakini napenda sana kuwasaidia walemavu. Japo watu wengine walikuwa nadhania kwamba labda nafanya hivyo nipate nafasi ya kisiasa. Kuna wengine wamefikia tu hadi kusema nafanya hivyo ili makote dangu asijue kodi. Mimi nalipia kodi mizigo yote mpaka ikafike hapa. Hiyo wheelchair nazisafirisha mwenyewe, nazinunua huko zilipo na natoa bure. Na hapa vile kwa sababu mimi Mungu amenipa kila kitu. Amekufaidi. Kama nina uwezo wa kununua hivi vitu kwa bei nafuu na kuwapa, kwa nini nisifanye hivyo? Ndio maana huwa nafanya hivyo. Natoa tu kama vile sadaka. Kwa sababu mimi sio mtu wa kwenda kanisani ila nasali sana. Na hiyo ndio ibada moja ya ibada yangu. Naamini kwamba ukiwasaidia wale wakiniombea mambo yangu yatanyooka. Na nadhani nimenisaidia sana. Ndio maana mambo mengine hata unaweza kukuta mambo yanakuja mabaya yanapita pembeni, unakingiwa, unashangaa hivi nimepona vipi hapa? Unajua unafikiria unasema ni Mungu tu, lakini ndio Mungu kwa sababu kuna watu wanakuombea. Kuna watu wanakuombea. Mimi huwa naangalia macho yao wale watu usoni. Wanaposhukuru, kuna wengine wanaona kabisa ni kuna hisia fulani. Ni sawa tu na vile vile umeshikwa labda na mchungaji na kuombea. Nakumbuka hili hata Jumamosi kijana mmoja anasema hapana, tunatambua kile ulichokifanya, lakini wewe kama mkuu wa mazombi tunakupongeza sana. Naona ameanza kujitokeza, nadhani ni kitu wananipenda. Najua vijana wengi wa Kitanzania wananipenda na wananikubali. Wengi wangependa kuwa kama mimi. Na ni faraja sana mimi kusikia watu wanasema ningependa niwe kama Lukosi. Kwa maana ina maana mimi ni mfano bora kwa jamii. Lakini kama ungesikia watu wanasema Lukosi, yule hamna kitu pale. Sasa yule mlevi. Lakini pamoja na ulevi wangu na uzombi wangu, watu wanapenda kuwa wanatamani wawe kama mimi. Ni nini unaweza kukisema kuhusu safari yako hii ya ujasiriamali sasa? Na kitu ambacho umejifunza kwenye safari hii ya ujasiriamali? Ninachoweza kusema na ninachoweza kujifunza kwamba kama nilivyosema, kazi ni kipimo cha utu. Sasa nikaongezea tu nikawaambia ndugu zanguni, vijana wenzangu, mimi ni kijana kama nilikwambia, mimi si mzee bwana. Ningekuwa mzee singekuwa naruka vile. Unaona inua mguu. Never say never in life. Never say never. Failure is not an option.
never say never, na failure, labda niseme kwa Kiswahili kwa wasiojua, kamwe usikate tamaa, usiseme hapana. Yani usijikatae katika maisha, usijikatae. Usiseme mimi siwezi, ile yani ile ni akina Lukosi tu. Mimi siwezi, labda mchawi au ufanye, mimi siwezi. Usijikatae. Never say, I'll never give up. Na failure is not an option. Kabisa. Yani ukishindwa isiwe chaguo lako katika maisha kushindwa. Kushindwa sio chaguo. Usiliweke kushindwa kama ni chaguo katika maisha. Hilo neno kushindwa lisiwepo katika maisha yako, katika kauli zako na katika machaguo yako kwamba umeshindwa. Kwa mfano unataka kupanda ukuta. Unateleza, unaanguka. Usema sio chaguo lako kwamba mimi wapo ukuta siwezi, acha nitafute njia nyingine. Hakikisha unapanda ule ukuta. Hata ikiwezekana kwamba inabidi kwa yani weje, lazima upande ule ukuta. Failure is not an option in the life. Never say never and no way back. Inuka, usirudi nyuma. Hata ukisikia mbwa anabweka, usigeuke. Hata ukisikia kuna mafisi yanakucheka huko, usigeuke. Hata ukiona wanakudharau na kuona ni mpumbavu kwa kile unachotaka kukifanya, usigeuke, wewe songa mbele. Wakikata mtama, inuka, pukuta mavumbi, songa mbele, usianze kulia. Na usifikirie kwa nini umenipiga mtama. Na usiwaze sana wale watesi wako au watu ambao walikuwa wanakuvuta kurudi nyuma, au wanaokudharau, au wanaosubiri anguko lako, au wanaokuombea ushindwe. Unakuwa unapoteza muda wako. Na mimi ndio ninachofanya. Mimi kama ni mimi, kila kukicha nikiamka maadui wanaongezeka kuliko marafiki. Wako wengi wanasubiri nianguke, wengine wanatabiri. Wachawi, watu wa kawaida wapo. Uchawi upo ndugu yangu. Wapo. Tunashindwa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Tunashinda kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Lakini siwaangalii wale watu ambao wananitakia mabaya. Siwaangalii wale watu wanataka mimi nianguke. Siwaangalii wanaonicheka, wanaonitukana, wanaonidharau, wanaotaka kuonibwekea. Wakati mwingine unajua ukiwa mbwa akikubwekea ukaanza kugeuka, utapoteza muda mwingi sana kubishana na kupambana na wale mbwa. Wakati ule muda ungeutumia kusonga mbele, ungekuwa umefika mbali sana. Ni maneno ya busara hayo kutoka kwa Chris Lukosi ambaye ni kiongozi mkuu wa mazombi. Zombi mkuu. Kama una swali tuandikie hapo chini, na hakikisha mshirikisha mwenzako ili kusudi kuweza kujifunza na kupata elimu hii kutoka kwa moja ya diaspora ambaye amefanya mabadiliko makubwa sana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akitokea maeneo haya ya Bunju. Hapa ni KC Road. Hii barabara imepewa kwa heshima jina letu, KC Road, Bunju Mianzini au Bunju A. Kwa Mkanada watu wengine wanaita Off Moga Road, karibu na Moga Road ambayo ni shule ya Moga, ndio maarufu sana. Kitu kimoja tu nilisahau kuambia, najisifia na najitambua kama ndio diaspora anayechangia pato la taifa kwa kiwango kikubwa kuliko diaspora yote anayeishi hapa duniani wa Tanzania. Ndio diaspora mfano bora kuliko diaspora yoyote anayeishi hapa Tanzania. Ndio diaspora mwenye uchungu na taifa lake. Ndio diaspora anaye-inspire vijana wengi. Ndio diaspora mwenye faida kwa taifa na kwa vijana kuliko diaspora. Hii inasema mimi kama mimi. Usisubiri kusifiwe, jisifiwe mwenyewe kwanza. Mimi kwa mwezi nachangia pato taifa kwa kiwango kikubwa sana. Kodi yangu zinakwenda mpaka milioni 300 mpaka 500. Hama container yatoki kama mafua. Ni pesa inayolipwa ushuru wa madungu wa makontena kupitia ajira na kila kitu na mauzo. Revenue ile inakusanya. Kwa nachangia pato la taifa kwa kiwango kikubwa sana, na I'm proud of that. Msikia mwenyewe kutoka kwenye kinywa chake kuhusiana na mchango wake katika pato la taifa. Lakini niseme tu kitu kimoja, kuna watu wanazaliwa kwenye familia za biashara, lakini kuna watu wanaojitengeneza kuwa wafanyabiashara. Chris Lukosi amejitengeneza kuwa mfanyabiashara, na leo hii anatengeneza ajira ya Watanzania vijana walio wengi, ambao na sasa ameahidi kukuletea makontena 100 mwaka huu na kupanua kila anachokiita Lukosi Village, kijiji cha Lukosi. Na moja kwa moja lengo lake ni kuboresha hiki ambacho amekuwa akifanya kwa muda mrefu. Umekuwa na mimi, tumezungumza mengi, na
mfanyabiashara sasa, sio mjasiriamali tu, lakini ni mfanyabiashara mkubwa ambaye amebadilisha mambo mengi. Tumezungumzia kuhusu masuala ya madungu ambaye watu wengi tulikuwa tunaogopa pengine magari makubwa, lakini kiukweli ameweza kuiondoa hiyo hofu na amewasaidia vijana wengi ambao walikuwa wanahitaji mashine kwa ajili ya kuendesha biashara zao kwenye eneo la mbao na viwanda vidogo vidogo. Lakini kuna wale ambao wao wameamua kutengeneza biashara kutokana na kile anachokileta, wananunua kwake na wanaenda kuwauzia watu wengine kwa ajili ya kutimiza kile wanachohitaji, na tumejifunza mengi. Lakini pia amezungumzia kuhusiana na upande wa pili wa wale ambao kiukweli wanajaribu kumvuta chini ili kusudi asitimize kile alichopanga kukitimiza. Tuendelee kuombeana heri. Tuambie ni diaspora yupi ambaye amefanya mengine makubwa, tuzungumze naye. Kwa sasa tuko na Chris Lukosi. I am Lukosi, mwana wa Litawa, the river that never dry. Asante.